Taarifa ambayo imetoka katika jeshi la ulinzi la Israeli yaani IDF limethibitisha kupata mwili wa Joshua Loitu Molel, raia wa Tanzania mwenye umri wa miaka 21 aliyekuwa miongoni mwa mateka ambao wameuawa na kundi la Hamas wakati wa shambulio la Oktoba 7, 2023. Taarifa ya IDF imesema Joshua ambaye alisafiri kwenda Israeli mwezi Septemba 2023 kwa mara ya kwanza nje ya nchi kwa ajili ya mafunzo ya kilimo katika kibuzi Nahala Oz aliuawa na wanamgambo wa Hamas wakati wa shambulio hilo na mwili wake kupelekwa Gaza rasmi. Jeshi hilo limethibitisha kuwa mwili wa Joshua umepatikana na kurejeshwa, iliandika May his memory be a blessing. Joshua alikuwa ni mmoja wa vijana wachache wa Kitanzania waliokwenda Israeli kwa mpango wa mafunzo ya kilimo unaowahusisha wanafunzi kutokea mataifa mbalimbali. Hii ni moja ya habari ambayo kwa kweli binafsi ilikuwa imeniacha mdomo wazi siku nyingi sana tangia kuachiwa kwake, kwa sababu ni moja ya habari ambayo inagusa nafsi za Watanzania wengi zaidi, kwa sababu Joshua Molel alikuwa amefariki tangia 2023. Utaanza kufikiria Oktoba 7, 2023, mwili wake ndio unakuja kupatikana siku ya jana, ndio unaweza kurejeshwa rasmi, ijapokuwa na changamoto hizo zote ambazo ameweza kuzipitia. Hii ni moja ya habari ambayo kwa kweli inaumiza, lakini sambamba na hapo inaacha maswali mengi ya madhara ambayo yanaweza kupatikana kutokana na vita ambavyo vinaendelea kushika kasi kwenye maeneo mbalimbali. Lakini kwenye hili tunastahili kupongeza kwa sababu jeshi la Israeli limeweza kupambania na mwili hatimaye umeweza kupatikana ili kuweza kurejeshwa rasmi na familia wakaweza kupumzisha mwili huo, maisha mengine yaweze kuendelea kama vile ambavyo awali ilikuwepo. Sijajua ripoti ambazo zinatoka mwili utaweza kuwasilishwa lini nchini Tanzania, kwa sababu ndege nyingi zimesitisha safari, lakini tunaamini wataweza kufanikisha na mwili labda unaweza kurejeshwa salama ndani ya mipaka ya Tanzania na familia yake ikaweza kupokea, ili ratiba za mazishi ziweze kuendelea kama kawaida, kwa sababu wameshindwa kupumzisha mwili kwa zaidi ya miaka 2 hivi sasa. Ataenda kupumzika kwa amani na naamini mazishi yake yataweza kwenda salama.